atuokoe. Na asubuhi ya leo ninao furaha ya Bwana kwa sababu Bwana amenikomboa. Bwana ametukomboa watu wa Mungu. Bwana ametutembelea asubuhi ya leo. Wacheni mwambie wapendwa, ni jambo la dhamana sana mahali ambapo tumekaa usiku wa leo. Kwa sababu kama Daudi alinena akasema, ombi lake Bwana aliomba kwa Bwana ni Mungu amsaidie tu aishi katika ndani ya hekalu la Bwana, ili aendelee kuyaona matendo ya Bwana, aendelee kutafakari wema wake Bwana, na ili siku ya Bwana ikija ipo ndani ya nyumba ya Bwana. Siku ya leo tunao shuhuda ya kwamba tumekuwa tumefamiwa na adui, lakini tumepatwa ndani ya nyumba ya Bwana na Bwana ametuokoa wapendwa. Na kwa hiyo adui zetu wameangamizwa, adui zetu wameaibika. Usiku wa leo wanahesabu hasara, tukihesabu faida. Na kwa hivyo kukosa kwenda kulala ama kukosa kutulia mahali ambapo umezoea kulala katika kitanda chako ni faida usiku wa leo. Kwa sababu Mungu ametutembelea. Wacha niwaambie wapendwa, ilikuwa siku ya Jumapili wakati nilikuwa mahali hapa nikihubiri. Na wakati nilikuja hapa katika ndani ya nyumba ya Bwana kama kawaida, tulipojaribu kuanza ibada na kuingia katika ibada ya asubuhi, ibada ilikuwa ngumu wapendwa. Unajua ni ukweli kuongea ukweli wa mambo. Ibada ilikuwa ngumu. Na sisi tulikuwa tunajua kwamba kama tumefamiwa. Na ninakumbuka wakati tuliingia katika hali ya kumwabudu Bwana asubuhi, tukimwabudu Bwana, nilipokuwa nimeketi hapa, kuna ule ujumbe ambao nilikuwa ninaendelea kuhubiri katika ndani ya hii nyumba katika upendo wa Bwana. Kanisa linaelewa, ni kanisa hili. Lakini si ya Bwana amenipa neno nikiwa pale, na nikabadilisha ule ujumbe hiyo siku, na nikawaambia ile ujumbe ambao nilikuwa nikuja nihubiri, nasikia Bwana amenipa neno katika Zaburi ya 91, Psalms 91. Bwana apewe sifa. Na nakumbuka Bwana akanipa neno ya kwamba kwa sababu tumekaza kumpenda huyu Bwana, Bwana Yesu apewe sifa, atatuokoa. Netundu ni mwendo mwananeti ya wendo halini Bwana ni hayo goshi neko muhonoki. Goshi ni mwana ni kana toje mwana ni mwana wasa ndege mwera. Netundu ni murutete kwenda akaiyo. Na tundu twite batu bakomwenda gayo nekole katogirira lero ine no ni mtu hondoki. Asubuhi ya leo ninao shuhuda wa Bwana ati Bwana amelidhibitisha neno lake. Hatukuwa tunajua kwamba kuna watu ambao wamesimama, wachawi na waganga na warogi, ambapo wanaotuona wanaona hii nyumba wanaona kuangamia. Lakini asubuhi ya leo nawatangazia Bwana amenena. Hakuna mahali tunaenda bali injili tunaihubiri kwa sababu tuna Mungu mkuu. Mtaangamia, moto wa Bwana utawafuata na nyinyi ndio mtaisha, lakini sisi tutaendelea kuhubiri injili. Bwana Yesu apewe sifa. Sio mimi nimesema, lakini Bwana amesema. Inajua Bwana akisema amesema. Wapendwa, tunafamiwa siku baada ya siku, lakini nampenda huu Bwana. Na nampenda huu Bwana na hata kutembea na mtumishi wa Bwana. Wacha niwaambie watu wapendwa, asubuhi ya leo, tunao faida kubwa sana kwa sababu Mungu ametujalia nabii wake. Na wakati ambao tuko katika safari ya wokovu ambao tuko ndani yake, hatuko kama watoto ambao hawana mzazi, kama watoto ambapo wapotofu, kama watoto ambao hawana mwelekeo, lakini Mungu ametujalia, ametupa baba na ametupa nabii ambaye anatuongoza, na akituongoza wapendwa, njia ikifika mwisho pale nabii anatuambia geukeni utapitia hii. Bwana Yesu apewe sifa. Na si asubuhi ya leo tumesikia kwamba kuna ambao walikuwa wanajaribu kuturoga, lakini sasa hao ndio hao ndio wabadilika. Sasa mpira uko pande wa hao ndio wanaangamia. Wameendelea, na ninajua watakuja kujua ya kwamba kuna Mungu wapendwa ambaye anatembea na watu wake. Na kuna neno ambalo Mungu ameliweka, amelitia ndani ya moyo wangu, na alikuwa ananikumbusha kwamba nyakati za mwisho, ambapo nyakati ambapo tuko ndani yake ni nyakati ambapo upendo
na wengi wamekimbilia mambo ya ulimwengu huu, na hata kanisa na hata watumishi wa Bwana wengi wameacha upendo ule wa kumpenda Bwana na kutafuta uso wa Bwana, na wameanza kutafuta mambo ya dunia, mambo ambayo yatapendeza washirika, mambo ambayo yatapendeza watu, na hilo wafuta katika ndani ya nyumba ya Bwana. Lakini nakumbuka Mungu akinikumbusha kwamba wale ambapo wanashikilia huu upendo mpaka dakika ya mwisho, hawa ndio wataokolewa. Bwana Yesu apewe sifa. Na usiku wa leo ninamshukuru Bwana kwa sababu kuna watu ndani ya nyumba ya Bwana wameshikilia upendo wa Bwana. Na ninaomba tuendelee kushikilia upendo wa Bwana, kwa maana tukiendelea kushikilia upendo wa Bwana, hakika tutayashinda mambo ya mbele yetu ya ulimwengu na ya dunia, na mambo ambayo tunayaona siku baada ya siku, yengine tunayasikia, yengine tunayaona kwa runinga, vituko na sarakasi katika madhabahu. Lakini ninaamini jambo hili asubuhi ya leo, Mungu ana watakatifu wake, nyakati hizi za mwisho ana mabaki yake. Awacheni tushikilia katika ule upendo wa Bwana, na tutaendelea kuona matendo ya Bwana. Na asubuhi ya leo nimependezwa na Bwana kwa sababu tulikuwa tunamuomba atujalie neema yake katika mkesha huu. Tusije tukafanya ule mkesha tufanye ule mkesha, bali tufanye mkesha pamoja na Bwana na tuweze kuona mkono wa Bwana. Na ninaamini kila mmoja ako ndani ya hii nyumba asubuhi ya leo anao shuhuda ya kwamba ametembelewa na Bwana, na usiku wa leo anaohesabu wa faida sana katika maisha yake. Na tunapoendelea wakati huu nataka kutoa ukiwa wakati wa ushuhuda na ukaribisha wageni wetu.